mstari wake wa 14 hadi 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 14 hadi 20. Nitaomba tusome version tofauti mbili, juu Kiswahili sio lugha yetu, na jinsi wanavyotafsiri katika hii version inakuwa kidogo tofauti na version nyingine. Sasa ninaanza. Kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo maneno yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote niwapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, na mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. 21. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyo shinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa mtu yuko na versi nyingine yenyewe naweza kusoma? Hakuna mwenye yuko na Biblia nyingine? Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, nashukuru kwa neema yako, nashukuru kwa upendo wako. Asante Bwana kwamba umetupa nafasi hii. Nashukuru kwa neno hili ambalo unatukumbusha kwa siku ya leo. Mungu, naomba niseme kwamba mimi ni chombo, wewe ni mnenaji. Jinenee mwenyewe kwa wana wako, unifanye niwafikishie ujumbe kama ulivyokusudia. Nisiongeze la mawazo, nisiongeze la kutaka kwangu, bali yaliyo mapenzi yako dhidi ya jengo hili, dhidi ya wana wako, dhidi ya watu wako, nipate kuwafikia Bwana. Utukufu na heshima zikurudilie Bwana. Asante Bwana, naomba ujasiri na uweza wako katika kutamka yaliyo mapenzi yako. Nikupitia jina la Yesu Kristo Nazareti tuomba tukiamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Neno letu la siku ya leo ni kusema ujue nafasi yako, au ujijue. Ujue nafasi yako au ujijue. Haleluya. Amen. Tukisema kujijua, na maanisha kusema kwamba mtu ujielewe. Hakuna mtu duniani akiwa mtu mzima wa akili zilizo timamu ambaye anaweza kujikosa kujielewa. Kidogo mtu mwingine anaweza kusema itasemwa aje tujielewe, na mimi ninajielewa. C'est unajielewa. Lakini bado unaweza ukajielewe na usijipozisione nafasi unayopaswa kuwa. Amen. Amen. Tukisema ujielewe, ina maana ujue mimi ni nani, na kama ni nani ninapaswa kuwa wapi. Kama mimi ni nani na ninachopaswa kufanya ni kipi.
Haleluya. Ujielewe. Andiko ambalo tumelisoma ni mojawapo ya mashauri ambayo Mwenyezi Mungu alimpa Yesu Kristo akamuonesha Yohana. Yohana ambaye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, ambaye aliishi miaka mingi kushinda wenzake wote, ambaye alikuwa mwanafunzi mpendwa wa Yesu Kristo. Wakati wa mitume wanauawa, Yohana, wale wakuu wa makuhani ambao walikuwa wanaua watu, wale makuhani au wamperere waliokuwepo, wale watu, uongozi uliokuwepo ambao walikuwa wanatesa kanisa, walishindwa kumuua Yohana, kuona kwamba tukiua huyu mtu tutatuma watu wanajirevolte, twende kumtupa kwenye kisanga, kwenye island fulani. Wale wenyewe walitoka kwetu ni watu wazima, wanajua fasi yenyewe wanaitaka Bulomba. Ni udongo yenyewe kwa maji. Basi kutoka hapo kufika kwenye mchanga kwenye watu wako hauwezi ukafike kama hakuna boti yenyewe itakusafirisha. Nafasi kama na hiyo ndo kwenye Yohana alipelekwa. Kusudi ilikuwa kwamba akipelekwa kula atakufa kwa sababu hakuna chakula na hatapata mtu wa kumsaidia au nyama zitamla. Na hakuna mwenye atahukumiwa aseme fulani ndio aliua huyu, watu hawataona vile. Walimpeleka Yohana kule na Mungu akasema okay, napenda nijioneshe kama niko Mungu. Yohana kupelekwa pale ndo Mungu kuanza kumpa sasa maono. Kitabu cha Ufunuo ndo kwenye kilifikia hapo. Pale kwenye walimpeleka aende kufa, Mungu alimjitahidi, alimlisha kwa njia yake. Haleluya. Hakuna mtu alienda kumsaidia Yohana, lakini Mungu alimjibia chakula. Yohana alikuwa analishwa na ndege. Akaishi. Akapata haya maono. Haya maono aliyoyapata akayaandikia makanisa 7. Haya makanisa hayakuwa makanisa yenye Afrika. Ni kanisa zenye zilikuwa zinaishi mu Asia. Ni kama vile waseme New Life Center. Wanasema kanisa ingine iko kanisa ya Dimoy. Waseme kanisa yenye iko aya wasiri. Waseme kanisa yenye iko Missouri. Ndo hizi kanisa Efeso, Pergamo, Philadelphia ambazo aliziandikia. Mungu alimuonesha hali ya zile kanisa zote zilivyokuwa. Hao wanaoitwa malaika ni kama vile mchungaji wa kanisa fulani. Akasema hapa ambapo tunasoma sisi, wao wanaambiwa waseme ninyi hamko wala baridi wala hamko moto. Wanaweza turumie sana. Walikuwa ni kanisa. Ujumbe haukuwa wa wapagani, bali ulikuwa ni ujumbe wa watu wenye wako mkanisa. Lakini pamoja na wao kuwa kanisani, wanaambiwa aseme nini? Ili ni kanisa la Laodikia. Aseme amuko wala baridi wala amuko moto. Amuko baridi wala moto inamaanisha nini? Muvya Mungu amuko pirema muvya Mungu. Wala muvya dunia amuko pirema muvya dunia. Uko hivi. Uko kuvya Mungu, uko kuvya dunia. Unachanganya vyote viwili. Akasema uwaandikie watu wa Laodikia, uwaambie kwa sababu ninyi amuko enda baridi nenda moto nitawatapika. Bwana Yesu aturumie sana. Cha kwanza walichoambiwa, kwa sababu kama hawakujipozisione ni kwamba watapata nini? Watatapikwa. Kusema kwamba kama ukiwa Mkristo uko mkinywa ya nani? Ya Yesu. Ndio anasema itakutapika kutoka kinywa changu. Mtu mwingine atasema atakuwa mkinywa cha Yesu je? Kuwa mkinywa cha Yesu ni kumaanisha nini? Kama uko katika kinywa cha Yesu, Yesu anakukumbuka anytime anyhow. Ukiwa na hitaji iko haraka kulijibu. Ukiwa na shida yeye anajua okay, hili linakuja nitampenyeza hivi. Juko mkinywa yake. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Ukiwa katika kinywa cha Yesu, ni yeye anakulea.
Anajua hili linakuja, nitamuepusha na hivi ili lipite. Lakini anasema kama haujatulia kukaa na position yako, haujachagua uwe upande gani, atakachokifanya ni nini? Ni kutapika. Kusema hasara mojawapo ya mtu kutokujipozisione ni kutapikiwa na Yesu Kristo. Haya Yesu alimpa Yohana ili kwamba yawe maonyo kwa kanisa. Ninarudia, niko nasema tena, havikuwa wala ilikuwa mambo inaambiwa wapagani. Ni mambo ilikuwa inaambiwa wanani? Wa Kristo. Kusema kwamba ndo tofauti wanadamu tunakuwa nayo. Mtu mwingine anajua aseme fulani akiitwa Mkristo iko perfect. Biblia inasema hakuna mwenye haki hata nani? Mmoja. But kuna mtu mwenyeko na ule uwezo wa kusema kidogo akikosea anakumbuka haraka, Mungu nihurumie, nimekwenda kinyume cha mapenzi yako. Haleluya. Mwanadamu kama mwanadamu unaweza kutenda dhambi katika njia moja au nyingine, kwa kujua wala kutokujua. Lakini tofauti ya mpagani na Mkristo ni nini? Mkristo anajua kwamba Mungu nimekutendea dhambi. Fulani wenyewe nilijibiana naye, naona vikufurahisha. Mungu nisamehe. Bwana nisamehe. Tofauti na mpagani ataniona. Kama nilisema vile ataniona sasa. Mimi njuko nachezea nini? Haleluya. Maneno mawili mtaisema, umoja anasema nisamehe, mwingine anasema ataniona. Kinyo ladi tasema ataniona. Naona kenyu tamuonesha. Haleluya. Aliwapa Wakristo kusema kwamba wajue katika kukaa kanisani inaomba mtu uwe na position yenye kwa. Uchague mimi ningaliki mpagani, baki katika upagani. Mimi ninamfuata Yesu, aseme Yesu ninakutaka, ninakupenda, nikufuate Yesu. Haleluya. Yesu aliwaonya hawa kwa nini? Kwa sababu alisema yeye alishinda dunia, akakaa katika kiti cha enzi cha Mungu. Na anapenda na sisi tushinde dunia, tukakae katika kiti chake cha enzi. Haleluya. Kila siku nasema kaili atuku yake kukanisa juu ya baptism. Objective ya kukwea kukanisa ni kwamba siku moja tufike wapi? Mbinguni. Sasa kama ninakuya kukanisa na wenyewe ninafanya tena vitanifikisha mbinguni, eske kuna maana ya kuja kanisani? Jibu hapana. Sijasema kanisa ndo mlango wa kufika mbinguni, bali katika kuja kanisani tutapata maonyo, tutapata mafundisho, tutasaidiwa kiroho. Amena. Kufika mbinguni ni kuamini Yesu Kristo ndio kutatufikisha. Lakini kanisa inakuwa nafasi, vile Biblia inasema kwamba uso unoa uso. Katika kuja kanisani tunasaidiana katika safari. Na Biblia inatukumbusha hapa, inataka kusema tujipozisione. Kila mtu aelewe nafasi yake. Nafasi ni moja. Katika kanisa hatujakuja ili kwamba tuwe wapagani. Katika kanisa tunakuja ili kwamba tuwe wafuasi wa Yesu Kristo. So kama ni wafuasi wa Yesu Kristo, ni kuangalia lipi ambalo tutafanya. Yesu alisema kwamba kwa sababu hatuko upande fulani atatutapika. Ukichagua kutapikiwa na Yesu, okay, bakia huko mbele. Huko muhibi. Mtu mwingine atasema kwamba ni vigumu mtu akue duniani na asikue mbele. No. Iko fasili kuishi mdunia na mtu haiko mbele. Mambo mengine watu tunayafanya ni kwa kusudi. Haleluya. Mimi nasemaka na kwa mfano hai wa hili, nilikomana tangia labda miaka 12 mpaka nilifika karibu 20, marafiki wangu wanakunywa pombe. Lakini Mungu ni shahidi, alcohol kuingia hapa kinywani pangu haiingia. Lakini nilikuwa na marafiki kwao wanapiga pombe kindini, wao wanakunywa, tutakuwa pamoja.
tuko kwao, chakula tutakula, tuko kwetu chakula tutakula. Pombe wanakunywa. Wala hakuna siku nifikaka mkinywa. Juu mwenyewe nisemaka siwezi nikaguse pombe. Tofauti na Ukristo tu kwanza. Siwezi nikaguse. Na hiyo nilizuia mwa hiyo. Mpaka leo niko mtu mzima. Haleluya. Kusema kwamba huko vingine tunavifanyaka, mtu atasema marafiki wenyewe wanatembea nao. Rafiki hata kokota mtu akufike kitu kenye upende kufanya. Atakwambia ndio, anaweza kukuambia. Lakini hata kukamatilia kwa nguvu fanya hivi. Amena. But ile kuzoea, na kama wewe hauko na ile akili ya kusema kujiondoa au kusema siwezi kufanya hivi, ndio iseme kwamba utego mtego. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba usiende njia ya wakosaji. Ukiona kabisa hauna nguvu ile ya kusema wenzako biko na kuinitia kitu, na wewe mwenyewe useme asiwezi weza hivi, you better cut the relation. Hakuna maana ya urafiki ya mtu mwenyewe hata kusaidia. Huko vitu viwili mnaishi. Mtu mwenyewe hata kusaidia atakubomoa. That's all. Na mwenyewe atakubomoa, hakuna maana ya urafiki na mwenyewe atakubomoa. Hakuna hata Biblia yenyewe inakubali hivi. Juu Mungu hakufanya urafiki na shetani. Mungu anasema tupende kila mtu, bali hajasema tuwe rafiki wa kila mtu. Huko tofauti ya kupenda na kuwa rafiki. Amena. Rafiki ni mtu mwenyewe unaweza kuambia siri yako, nina tatizo hili na hili, nisaidie, na atakuwa kwa msaada. Dada rafiki, hakuna rafiki wa kusema iko rafiki juu ya kukucheka. Is not rafiki. Achana na huo rafiki. Rafiki wote akiwa rafiki ni mwenye anakujenga. Kama ni kosa nakwambia, hivi yenyewe nakuwa mwaliko tena ndio. Sisi uko na kuzanywa unaweza fanya hivi. Nilifika hapa mpaka ufanye hivi. Ndio rafiki. Mimi rafiki mwenyewe unafanya kosa kwa nasema basi uko wewe peke tu. Hata pastor si nabo wanafanya kayo. Hajakuwa rafiki yako. Juu maisha yako ndio yenyewe kwa napotea. Haleluya. Yesu anapenda tujiposition. Ujue nafasi yako. Nafasi yetu ni ya Wakristo, tuko Wakristo. Ni Kristo ni nani? Ni mtu anamfuata Yesu Kristo. Unamfuata Yesu Kristo, mwisho wako ni nini? Unapenda uvune kitu gani? Ufalme wa mbinguni. Vingine vyote vyenye watu wanafanya, awe celebrity hapa duniani afanye nini? Kenye wanatafuta kwanza ni ufalme wa mbinguni. Mungu mwenyewe alisema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine ndio mtazidishiwa. Haleluya. Hakuna mchungaji anakuaka aseme jua afanye kanisa ili kwamba atajirika. Haiko objective. Kila objective akichukua tajirika ndio objective principal. Ina maana wenyewe kwa amo haiko mbele Mungu. Iko vuguvugu. Ndio wale watakafika. Haleluya. Faida yenyewe kwa mtu kujipositione ni nini? Yesu anasema kwanza utakaa katika kiti chake cha enzi. Labda Kiswahili ya kiti cha enzi watu tunaweza kuwa hatuko tunaelewa inataka kumaanisha nini. Kiti cha ukuu. Si wote tunaona kama president. Tunapata kama movie ya wenzetu wa Nigeria. Mamovie wa Nigeria wale wenyewe wanaitwa kama kings. Unaonaka kiti yake akitoka kukiti huko mtu mwingine anakalaka. Ni mwenyewe tu. Hata bibi yako hawezi kukaa. Au ni bwana yake hawezi kukaa, ni kiti cha ufalme wa yule mtu. Sasa ndio kiti Yesu anaahidi kwamba wewe ukifuata nyayo zake utakaa kwa kile kiti cha enzi. Ina maana utakuwa nani? Mfalme. Ndio pale Biblia inasema sisi ni wafalme. We are kings. Kingdom ya Mungu. Hakuna kaporari, kwa Mungu hakuna kaporari. Haleluya. Amen. John anasema sisi wote tutabadilishwa na kufanana naye. Alikuwa archbishop, alikuwa nani? Na wao walikuwa mkanisa unakuja. Leo wote mbinguni yenu pete ziko moja. Tofauti ni kwamba huyu alifanya kazi mingi, huyu hakufanya mingi, ndio mwenzako atakuwa na thawabu.
but grade minyeko sawa sawa. Haleluya. Kilichoko ni nini? Kujipozisione, kule kujua aseme mimi ninatafuta Ukristo, ninamfuata Yesu. Kufuata Yesu ni kufanya yale ambayo Yesu anapenda, na faida nitapata ni nini? Nitakaa kwenye kiti cha enzi cha Yesu Kristo. Kisha mwisho anafanya apela, anasema iko anabisha kumlango huko mnyumba, na mtu anagonga kumlango. Kinachopashwa ni nini? Kumfungulia ingie. Ndio Yesu anaomba aseme iko anabisha kumilango yetu. Kwa kila roho ya mtu asubuhi ya leo Yesu anabisha. Yesu yuko anagonga. Option iko mbili. Ukubali aingie au usikubali arudi. Unakataa asiingie, faida yako ni nini? Utatapikwa. Juu unakataa kwa sababu uendelee na kufanya mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Na hakuna faida ya wewe kuto kumpendeza Mungu. Juu Yesu alisema hakuna faida. Ni faida gani? Ni upate ulimwengu wote ili Paulo alisema vile. Ni faida gani nipate ulimwengu wote kisha mwisho nipoteze ufalme wa mbinguni? Haipo. Haleluya. Uwe celebre wa aina gani? Vya mbinguni ndio viko vya mingi. Juu mbinguni ni maisha ya nani? Ya milele. Hapa duniani peut-être utaishi 20, peut-être 50, 60, na kule ni milele. Hapa kwa celebre na celebrity ya watu wengine labda ni ya zero. Kama si yetu raso social. Hata hapa mtu ujifanye uko celebre, utakuwa uko celebre basi. Ni kama vile uko hapa mtu unafanya kazi ya nyama, lakini unaenda nunua gari ya 25,000. Utaidrive siku gani? Na unafanya kazi le ndio samedi. Na kwenye unaenda unavala bimamayo. Ni mpaka ile gari utapenda kilio ikuye uende na ile gari uonekane pa. Ni celebrity yenyewe ina maana. Haleluya. Amen. Yeah. Ni celebrity ina maana. Na hata iwe yenyewe kuna maana ya sawa wale wapiga muziki wakubwa. Hakuna faida nyingine. Atakufa binabakia mwisho. Michael Jackson alikuwa anasema aende kuzikwa kwa mwezi. Lakini aprefu hii franga yote haribike ovyo. Kisha tupa kwenye tu. Franga yako binyali sinyia sema na huku ndio wanasema banakuaka banakubali usia ya mtu binyali sema ndio wanapata kupata. Kama ni franga kugawa fulani umpatie fulani 200 utapata. Lakini yenyewe alisema baende kumzika kwa mwezi, franga yake iko mu account. Alizikwa wapi? Akwenda. Bali ni wasting of resources. Aisha kumpa tu tupe kwenye hata tupo. Ile celebrity yake iliisha, siku alilala tu. Na kuwa celebrity vikaisha. Watu wengine njoo wanaanza kuangalia kwa franga pa. Haleluya. Njoo kisi dunia hii. Ukienda vingine vyote vinabakia vyao. Tulikuwa na president Mobutu. Franga na franga. Lakini yeye kufa tu. Banki fulani inafunga, bana bloke. Hii banki inafunga, mainchi njuli nyanganya azikurudia kwa. Kule kwenye alikuwa anachungia bale wananyanganyia kule. Kule kwenye alikuwa anachungia wananyanganyia kule. Kuwa celebre bukaishi. Batoto na bibi biko wanakula ovyo, biko mkichaza ovyo. Mimi alikuwa na hivyo yote. Celebrity ya dunia ndio niko nataka kumaanisha haina maana. Kilichoko ni kwamba mtu ujipozisione bado ungaliki hai, ili kwamba ukaende kuishi milele, ukakae kwenye kiti cha enzi. Yesu anaomba tufungue mioyo yetu. Kufungua moyo wako aviombe kitu ni kusema tu mwenyewe ndani ya roho yako kwamba Yesu nakubali. Yesu niko tayari. Nitaenda na pambio kusema tuombe. Ule mwenye atahitaji kwamba tuombe pamoja, unaweza kuja hapa mbele tuombe. Sijasema niko naita mtu wa dhambi. Niko nasema ninaita mtu yule ambaye anajisikia anapenda siku ya leo akaribishe Yesu ndani ya roho yake, ajipozisione kwa upande mzuri. Sema nasi Bwana, tutayari kusikia Bwana. Sema nasi Bwana, sema
Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ujumbe wako. Umetueleza Baba tupate kujipozisione siku ya leo. Kila mmoja ajue na nafasi yake. Tusiwe baridi, tusiwe vuguvugu Baba. Laiti tungekuwa moto kwa sababu hauja tutafuta ili kwamba tuwe baridi tena. Ninashukuru Bwana ya kwamba utasaidia kila mwana wako ambaye ananifuata mchana wa leo, kwamba apate kukumbuka kusema tulikuja duniani tuwapitaji, kilichoko kizuri ni kuandaa maisha ya umilele. Asante Bwana, umilele tunauandaa tuko hai. Utakumbusha kila mmoja wetu mchana wa leo tupate kujua ya kwamba umilele tutaupata tujapoungama dhambi zetu, tutapojitahidi kukufuata Yesu Kristo na kuachana na yaliyo mapenzi ya giza. Utukufu na neema na baraka zako Baba ziambatane pamoja nasi. Nikupitia jina la Yesu Kristo Nazareti Baba naomba nikiamini. Amen. Amen.